Jina naitwa Furaha Sangedari Mashia, ni katibu wa chama cha watu wenye albino wilaya Misungwi. Kwanza natoa shukrani kwa shirika la Action Aid kwa kuleta huduma ya vifaa saidizi kwenye huduma ya vifaa vya macho, lotion na kofia. Kingine tunashukuru Action Aid kwa kuendelea kutoa elimu juu ya watu wenye albino wilaya Misungwi, kwa sababu watu wengi, wazazi, walezi walikuwa hawana elimu ya kuhusu watu wenye albino, jinsi ya kumkea, yani kumpa mahitaji yake stahiki, yani kwa mfano kumvalisha nguo zenye mkono mrefu, kumpaka mafuta. Wazazi wengi walikuwa hawana hiyo elimu. Kingine shirika la Action Aid limesaidia kuendelea kutoa elimu juu ya kuongeza uelewa juu ya watu wenye albino. Kwa mfano kijijini, watu wenye albino walikuwa wananyanyapaliwa, wanatengwa, hawashirikishwi kwenye huduma za kijamii, lakini shirika la Action Aid limetupa support ya kuwatembelea wazazi na kutoa elimu kwenye vijiji, kata na vitongoji kuhusu watu wenye albino. Hilo ni jambo la kushukuru sana kwa shirika la Action Aid. Pia tunaomba shirika la Action Aid tusaidie kutoa iwe na muendelezo wa kutoa hizo losheni na kutoa miwani na lens za kusomea na vifaa vingine. Kwa mfano, kwa sababu kwenye shule msingi Mtindo wengi wao watoto hawana vifaa vya kujifunzia, hata madaftari. Inaweza ikasaidia kuendelea kutoa hivyo vifaa na kuwanunulia baadhi ya viatu na nguo ya darasani. Kwao imekuwa faraja kwetu kwa watu wenye albino kwa kufahamiana, kwa sababu wametuunganisha, tumekuwa kitu kimoja, kwa sababu tulikuwa tukutani mara kwa mara, lakini kambi hii imeweza kutukutanisha na kujuana zaidi na kubadilishana mawazo. So nashukuru sana shirika la Action Aid, aliombea kwa Mungu liendelee kuwepo na liendelee kutoa hizo huduma ambazo zitaendelea kusaidia watu wenye albino. Asante sana. Sema shughuli kubwa ambazo tunafanya hapa ni upimaji wa ngozi pamoja na macho kwa watoto na watu ambao wana albino. Na mpaka sasa hivi tumeenda vizuri, tumeweza kuwapata wale wenzetu ambao walikuwa wanahitaji hivyo vipimo, na kwa bahati nzuri tumekuwa tuna madaktari ambao wana uzoefu wa kutosha na wameshafanya nao kazi kwa muda mrefu. Kwa hiyo wanawafahamu vizuri na wana uwezo wa kutambua vile ambavyo walikuwa wanatakiwa kuvifanya katika kambi hii. Kuna vifaa ambavyo tumepanga kuvigawa, na vifaa hivi vitagawiwa kwa mujibu wa taratibu ambazo zitakuwa zimeshatengenezwa na watu kutoka katika serikali ambao tunategemea sana kuwa na uongozi wa ustawi wa jamii katika maeneo ambayo tupo, lakini pia vile tukisaidiana na maafisa afya wa maeneo ambayo tutakuwa tunafanya kazi hiyo, na uongozi wa TASI mkoa ndio utakayehusika katika kugawa vifaa vinavyofuatia. Kwa hiyo tutakuwa tuna sehemu ya pili ya kambi hii ambayo itakuwa inahusisha zaidi ugavi wa vifaa vya kinga kwa wenzetu ambao wana albino, na hii itakuwa ni sehemu ya pili ambayo sasa tutafika katika hizi wilaya na kuona kwamba tunatengeneza utaratibu mzuri wa kugawa hivyo vifaa. Kwa majina naitwa Angelina Chumba, ni katibu chama cha watu wenye albino mkoa wa Mwanza. Kiukweli sisi tunashukuru sana hili shirika kwa sababu limekuja wakati mwafaka, kwamba linahusiana na watoto wenye albino. Unajua msingi mzuri unaanza kujengwa kuanzia chini. Usipojenga msingi mzima chini, nyumba itaanguka. Hawa watoto wenye albino kama watoto, tumeshukuru kwamba ili shirika limekuja, kama nasema, ni wakati mwafaka, kwa sababu sisi watu wenye albino tuliokuwa zamani, cha kwanza ni wachache, kwa sababu wazazi walikuwa hawana elimu ya kututunza sisi, lakini pia tulikuwa tupelekwe mashuleni, hata tukipelekwa hatufanyi vizuri kwa sababu walikuwa hawana elimu ya kujua kwamba sisi hatuoni vizuri ubaoni. Lakini watu wazima hatukuweza kuishi kwa muda mrefu. Hata mimi mnaniona hapa kwa sababu ya chama cha watu wenye albino Tanzania, kwa sababu saratani za ngozi zilikuwa zikiwapeleka bado wadogo. Wanaungua na jua, hawajui kujitunza wala kutunzwa, wazazi walikuwa hawajui. Kwa hiyo sisi tumefurahi ili shirika limekuja wakati mwafaka, kwa sababu hawa watoto kwanza
sisi wenyewe binafsi tumeenda vijiji kwa vijiji ili kutoa elimu ya ualbino, kwa sababu hata wazazi wa kiume walikuwa wanawakataa watoto, hawajui kwamba baba na mama ndio wanafanya utengenezaji wa mtoto, na mtoto hawezi kupatikana mwenye ualbino pasipo wazazi wote wawili kuwa na vinasaba vyenye ualbino. Kwa hiyo hii imetusaidia sana kuelimisha jamii. Watakaoelewa walioelewa wameelewa, ambao hawajaelewa tutaendelea kutoa elimu. Tunaomba na mashirika mengine yajitokeze ili tuweze kusaidia watoto. Hatutaki watoto hao wadogo wanaokuwa wasije wakakutana na changamoto mpaka ukubwani, kwa sababu hususan vijijini. Vijijini elimu ya ualbino ilikuwa haipo kabisa, kama ilikuwepo ni ndogo, lakini kidogo mjini tumeanza tumeweza kuelewa, kwa sababu sisi ni sehemu inayofikika mimi na kama mjini, lakini kule vijijini ndani tumeweza kufika vijijini ndani, ambako tumekutana na wazazi hawajawahi kuenda kliniki, japo Standing Voice wapo, hawana kofia, hawana lotion na ngozi zao zimeharibika sana. Kwa sisi tunashukuru hili shirika na tunaomba mashirika mengine yaweze kujitokeza kuweza kusaidia hili shirika, ili sisi watoto wetu watakaokuwa, hatutaki watoto wanaokuwa wawe taifa ambalo lenye changamoto. Kuna majina mabaya wanaitwa labda Zeruzeru au Mbelelo. Hayo majina wakijengewa hao watoto wenzao kule mashuleni, kama tulivyoenda kutoa elimu na walimu wakajua kwamba wawathamini kwamba hawa ni binadamu kama binadamu mwingine, watakuwa katika vichwa vyao na katika ubongo wao wanajua kwamba sisi ni ndugu. Hata matukio ya mauaji, matukio ya unyanyapaa, matukio ya kukataa labda usimuoe huyo, umemuoa umekosa nini, yataisha kwa sababu wote tutaonekana tuko sawa. Asanteni. Karibuni sana wapendwa, karibuni sana katika kambi hii, kambi ambayo inahusika na vipimo vya macho na ngozi. Karibuni sana hapa wilayani Misungwi, katika shule ya Mtindo. Basi taenda kupiga kwa wimbo kibwagizo kidogo na beti moja, tuchangamke. Karibuni sana. Hatupo peke yetu wa Tanzania, hatupo peke yetu ualbino ni duniani kote, viumbe hai wote hatupo peke yetu kama unavyofikiri. Ualbino unapatikana duniani, mabala yote ya dunia unapatikana, balala Asia, Australia na Afrika, Amerika ya kaskazini pia kusini, balala Ulaya na pia Antarctica. Ualbino unapatikana kuzaa albino ndugu yangu si laana, ni baraka pekee toka kwa Mwenyezi Mungu. Mungu alituumba kwa sura na mfano wake, akaona ni chema sana tena chapendeza. Kama ni kusoma tunasoma kama kawa, tunasoma kama kawa. Kama ni kuimba tunaimba kama kawa, tunaimba kama kawa. Kama ni kuchati tunachati kama kawa, tunachati kama kawa. Kama ni kuzaa tunazaa kama kawa, Asanteni sana, karibuni sana kwenye kambi, mjisikie huru, karibuni sana, asante.